Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kegasta Yesu. Hii dunia ambayo tunaishi iko watu aina mbili. Migiruk, yani iko ndume. Alafu mibi iko jetosos. Kuna watu ambaye wako teke teke. Huyu ambaye tumekuja leo kumsindikiza Kirkit, yeye alisimama imara. Kwa nini nasema yeye alikuwa ndume na Mkristo? Jambo la kwanza ni maneno ya Zaburi ya 70 na mstari wa kwanza. Mtumishi wa Mungu Samson alisema, Mungu uniokoe. Yeinde soruo. Jambo la pili akasema, Mungu unisaidie hima. Kwa nini Mungu anahitaji kutusaidia? Sisi sote ni watenda dhambi. Na unajua biga pore, mtu akiacha pombe ni kama ameokolewa na Mungu. Bila kuokolewa na Mungu ni kazi ngumu. Huyu ndugu aliokolewa na Mungu, akaacha mambo mengine yote. Lakini wale ambao wamejaribu kuacha mambo bila kuokolewa na Mungu hawajawahi wacha. Huyu aliokolewa na Mungu. Jambo la pili, alisaidiwa na Mungu. Somanet Kirkit alifunza watoto na akafunza jamii, na ameacha alama. Ameacha alama suko, ameacha alama kwa wasabot pande zote. Nataka nikuulize, je, wangapi wataacha alama? 2004 mimi nilikuja hapa kwa jamii, nikaomba msichana na nikapata. Hata leo karibu nilipotea. Nilikuwa nafikiri iko karibu na barabara. Leo imechukua muda kufika hapa. Lakini yangu ni kutoa shukrani kwa watu wa area hii kwa kutupa msichana. Na naona tuko sawa. Leo nilikuwa naona vijana yangu kadhaa hapo. Nataka kutoa shukrani. Kazi ya jeshi tulimaliza miaka 25 iliyopita. Hata mimi sikujua kama ningali nakumbukwa huko. Kwa hivyo kwa kukumbuka mimi nasema asante sana. Shukrani. Mimi ni shabiki wa SPK Radio na watangazaji. Ninawatakia mema, ninawaombea baraka za Mungu. Mungu apanue ministry yenu na hata huduma yenu. Inanipendeza sana wakati mnasimama na familia, wakati wanapoteza wapendwa.